Hizi ndio hatua 4 za ukuaji wa ugonjwa wa kisukari. Sijui upo hatua gani, lakini hizi ndio hatua 4 ambazo ugonjwa wa kisukari huwa unapiga hatua kutoka hatua ya kawaida kwenda kwenye hatua mbaya, kwenda mbaya zaidi, ambayo ni hatari na inaweza kapelekea hata kupoteza maisha kabisa. Naomba unisikilize na wewe uweze kujibaini upo kundi gani katika safari hii ya ugonjwa wa kisukari. Naitwa Sam Nature, nasaidia watu wenye kisukari kuweza kutokomeza tatizo lao kwa njia asilia. Na leo nitakufundisha kuhusiana na hatua 4 za ugonjwa wa kisukari. Tunasema usisubiri mapigo ndipo ufuate ushauri. Sasa nataka uweze kujiassess kama una tatizo la kisukari ama kuna mtu unamhudumia, ili uweze kumsaidia asifikie hatua mbaya kwa kubadilisha mwelekeo na kufanya tiba sahihi. Hatua ya kwanza ya ugonjwa wa kisukari tunasema ni utahiniwa wa kisukari, ni pre-diabetic stage. Ni hatua ambayo haujawa na kisukari rasmi. Ukifanya vipimo vikubwa kama ni A1C inasoma labda 5.7, labda 6, labda 6.1, 6.5, ni pre-diabetic, sio kisukari rasmi, lakini tayari wewe umeanza ni mtahiniwa. Usipobadilisha lifestyle, very soon utaingia kwenye ugonjwa rasmi wa kisukari. Japo mimi mtu ambaye anakuwa na pre-diabetic huwa nataka ajione kama tayari tatizo lipo, afanye tiba, kwa sababu wengi huwa wanajaribu tu kubadilisha kidogo, alafu baadaye wanarudi kwenye lifestyle mbaya, alafu baadaye huwa linakuja likiwa serious, pengine limeshapiga hatua hata ya 3 kabisa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwa ufupi ni hatua ya utahiniwa. Kwenye glucometer unaweza kupima kukuta haipandi sana, iko tu labda 5, ile ikienda labda 6.5, yani haijawa mbaya, lakini wewe ni mtahiniwa wa kisukari. Kwenye upande wa changamoto unaweza kuona nazo baadhi tu, labda unahisi kama kuchoka siku hizi, macho yako yamekuwa na tofauti kidogo, umepewa miwani. Ni hatua ambazo hutumii dawa yoyote. Kwa hiyo wengi huwa wanaona ni kitu ambacho ni cha kawaida tu, kinaondoka, alafu wanarudi kwenye lifestyle ambayo bado pia sio nzuri. Hiyo ni hatua ya kwanza ya ugonjwa wa kisukari. Hatua ya pili tunasema ni hatua ya ugonjwa wa kisukari rasmi. Ni pale ambapo sasa ugonjwa unaonekana rasmi. Ni pale ambapo sasa inawezekana hauna changamoto nyingi pia. Unakojoa tu wiki ya kwanza, wiki ya pili unaweza kashangaa ukibadilisha lifestyle sukari yako inaanza kushuka. Wengi huwa wanaingia kwenye utumiaji wa dawa, lakini zile dozi za kawaida tu, labda metformin. Mwingine anaambiwa sitakuanzishia dawa, nenda ubadilishe tu lisha yako, lakini hiyo ni hatua ya kwanza ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ni hatua ya pili, ni hatua ya pili kwamba ugonjwa wa kisukari umeonekana rasmi. Wanaweza kuwa na changamoto 2-3, lakini ni changamoto ambazo hazimkoseshi raha kiivyo, hazimkoseshi utulivu, anaweza kufanya kazi zake, lakini ni hatua ya pili ya ugonjwa wa kisukari. Anaweza kuwa na viganzi kidogo, anaweza kuwa anapata uchovu, anaweza kuwa na shida ya macho, lakini ziko katika hatua ya mwanzo, sio serious sana. Inaweza kaonekana leo ganzi, kesho ikapotea. Hiyo ni hatua ya pili ya ugonjwa wa kisukari. Hatua ya tatu. Hatua ya tatu ya ugonjwa wa kisukari tunasema ni hatua ya uchakavu ama uchakavu wa mwili. Yaani ni hatua ambayo mwili sasa unazidi kuchakazwa zaidi na ugonjwa wa kisukari. Ni hatua ambayo changamoto nyingi zinazidi kuongezeka. Ni hatua ambayo kwa sababu bado unafanya management, dawa za mwanzo zinaanza kugoma, ndio wanaanza kukupa makundi mengine ya dawa. Ndio kipindi ambacho unaweza kuchanganya dawa za aina mbili, lakini pia ndio kipindi ambacho ile mitishamba ulioelekezwa mwanzoni ukawa unaitumia inashusha sukari imeanza kudunda. Ndio kipindi ambacho changamoto nyingi zinaongezeka. Wewe ndio ganzi, nguvu za kiume zimekata kabisa au zimepungua sana. Kama ni mwanamke, basi hata hiyo hamu ya tendo la ndoa imekuwa ni kitu adimu sana kwako. Kama ni ganzi zimekuwa ni kali, wengine wanaanza kupata tu vidonda ambavyo haviponi kirahisi. Pressure inaanza kuibuka na pengine yenyewe inakuwa inahitaji dawa kuweza kushushwa. Kwa hiyo unakuwa una changamoto nyingi ambazo sasa unaanza kuona huyu jamaa yuko serious. Ni hatua ya pili, ya tatu ya ugonjwa wa kisukari. Ila bado unajimudu kama ambavyo katika hatua ya kwanza, bado haikuathiri kufanya kazi zako. Hatua ya pili
bado pia unaweza kufanya kazi zako ukajua tu kama mimi na kisukari, kwa natumia dawa, siku zingine unasahau, hakuna shida. Lakini kwenye hatua ya 3 inakuwa iko serious zaidi. Japo sio sana, lakini inakuwa iko serious. Unaweza kuwa unafanya kazi zako lakini inakupelekesha unaona kabisa hapa kweli nina shida ya ugonjwa wa kisukari na natakiwa niwe serious, kwa sababu changamoto zote ninazoziona nisipochukua hatua madhubuti zinapiga hatua, zitanipeleka kwenye hatua mbaya zaidi. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo wengi bado mnajimudu. Nakumbuka nishawahi kupata client mmoja ambaye alishanifahamu toka zamani, alikuwa ananifuatilia, lakini akawa anaona haya mafunzo haya, huyo jamaa mbona mambo yake na yeye. Kwa hiyo akawa hayuko serious. Anaona kama ina make sense, watu wanaofuatilia kazi, wanaofanyia kazi program zangu wanapata matokeo, lakini yeye anaona kama sio hivyo. Alipofikia hatua hii akawa anaendelea kujiiba na kula ovyo, anatumia dawa, siku zingine anaacha. Alikuja kupata tatizo moja kubwa sana, akaenda kulazwa. Sasa akiwa katika matibabu, akiwa katika hatua mbaya sana, akapata tatizo moja ambalo ni kubwa sana, japo lilikuja kuondoka. Akasema no, I have to be serious, kwa sababu alikuwa anaona kama ni kitu ambacho ninakimudu, lakini kilivyokuja kumpelekesha katika, wengi wao wanaanza kupata madhara, anaanza kupata tatizo fulani baadaye likaondoka. Lakini sasa anaanza kuwa serious, kwa sababu asipokuwa makini basi maisha yake yanaweza kawa mtihani sana. Hiyo ni hatua ya 3. Unaweza kuwa na changamoto zinabadilika, lakini wengi mnakuwa katika hatua ambayo kama ulikuwa unachoma tu, ulikuwa unatumia tu vidonge, unajikuta pengine unaanza kuchoma insulin, ama unatumia makundi tofauti ya dawa, ama unatumia dozi kubwa sana ukizingatia na mwanzo. Hiyo ni hatua ya 3. Bado unaweza kuwa unajimanage mwenyewe, lakini inakuhatarisha sana. Hatua ya mwisho ambayo ni hatua mbaya zaidi, tunasema ni hatua ya uharibifu mkubwa. Na yaani uharibifu mkubwa wa ugonjwa wa kisukari ni hatua ambayo si tuite vipi, lakini hatua mbaya sana. Hii ndio hatua ambayo wengi yeye kama yeye hajiwezi tena, anashinda hospitalini sana, tunakuta wamelazwa, ndio unakuta mtu amekonda sana. Kama ni kongosho, hawa ndio watu ambao wanafikia kongosho limeshampambania mpaka limeanza kujisalimisha, unakuta wanakonda sana. Ndio hatua ambayo wengi wameshaanza kupata, wengine wamekatwa viungo vyao, wengine wanachoma insulini, anameza vidonge, anatumia dawa za kila aina. Zile mitishamba ambayo alikuwa anaiamini sana kipindi kile, hataki dawa hizi, lakini lifestyle yake ni mbaya, hazimsaidii tena. Kwa hiyo imekuwa zile dawa ambazo alikuwa hazitaki ni inevitable, hawezi kuzikataa tena kwa sababu zile za mwanzo hazimsaidii. Na yote haya ni kwa sababu watu wanafanya management ya ugonjwa wa kisukari. Lakini kama utafanya tiba za kutokomeza ugonjwa wa kisukari, hautakuwa unapiga hatua kuja huku kwenye hatua mbaya. Utakuwa unapiga hatua kurudi nyuma, na baadaye ugonjwa unaondoka kabisa. Kwa hiyo hatua ya 4 ndio hatua ambayo tunakutana na wagonjwa wa kisukari wanatia huruma. Wengine wanapoteza kabisa uhai. Nishakutana na watu ambao katika miaka 35 kashafikia hatua ya 4. Wengine wanaondoka kabla ya wakati, wengine wanapoteza viungo vyao, wanakatwa mguu, wengine wanapata upofu. Nishakutana na mtu ambaye hajafikisha hata miaka 50 lakini kashakuwa na upofu, anakuambia huwezi kujua thamani ya macho mpaka pale ambapo yatashindwa kuona. Anaona kabisa mbona na miaka mingi ya kuishi, mbona bado umri wangu ni mdogo, lakini tayari hana uwezo wa kuona tena. Nishakutana na watu ambao figo zao zilifeli, wengine wamebahatika wamefanywa transplant, wamewekewa figo zingine, ni gharama zaidi. Wengine hawajiwezi kabisa. Kwa hiyo unakuwa mzigo wa familia, unakuwa unahitaji pesa nyingi sana. Kama ni figo zimefeli, unahitaji kila wiki kwenda kufanya dialysis, kitu ambacho kinakukosesha raha, huwezi kufanya kazi zako, lakini pia inahitaji pesa nyingi sana. Sitaki ufike kwenye hatua hizi. Fuata tiba za kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Usisubiri mapigo ndipo ufuate ushauri. Kama unahitaji kuingia kwenye tiba za kutokomeza tatizo hili, chukua namba kwenye bio tuweze kuwasiliana, au comment neno nahitaji program, nitakupa utaratibu. Hebu niambie wewe upo katika hatua gani? Ni hatua gani ambayo hautaki kuifika kabisa kabla ya miezi 3 ijayo? Yaani nataka ndani ya siku 90 uwe umeslow kutoka kwenye hatua uliopo, uweze kurudi katika hatua za kawaida, na baadaye ugonjwa uondoke. Naitwa Sam Nature, turudi kwenye nature.